wanaitaka kwa kiasi gani, pamoja na maneno ya rais wakati anazungumza nao? Mechi hii bwana tumeigawa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya pointi 3 ambazo tunaamini zitatuongezea kwenda kwenye kutetea kwa mara ya 4 mfululizo ubingwa wetu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni motivation. Bonus kilima. Mzigo. Kuna mzigo umewekwa. Yes. Unaelewa? Mzigo sana. Bonus mlima. Kwa hiyo ni upande wa pili, upande hapo tunazungumzia upande wa pili ambao ni upande wa motivation. Upande wa tatu ni heshima. Kwamba wachezaji wanajua yamezungumzwa mengi hapa katikati kuhusu wao, yamechambuliwa mengi hapa kuhusu wao. Sasa hatuwezi kuwajibia sisi. Mimi siwezi kusema kwamba Pacome sio veterani. Pacome anatakiwa akaseme yeye kwenye pitch. Mimi siwezi kusema kwamba Max wewe sio mzee. Max anatakiwa akajisemee. Kwa hiyo wana nafasi ya kwenda kupambania pia heshima yao ambayo imechafuliwa hapa katikati. Kwa hiyo ndio maeneo matatu ambayo tunaingia nayo kesho Benjamin Mkapa. Na hapo kwenye mzigo, kwenye bonus, kuna taarifa nilizipata, utaniambia kama ni kweli au si kweli. Dabi ile ya 5-1 kuna mzigo, kuna kiasi cha mzigo kiliwekwa kwa ajili ya ushindi. Sawa? Kama milioni 200 hivi kwamba mkishinda tu. Lakini mkishinda kuanzia goli 3 na kuendelea, kila goli linaendelea linalotokea kuanzia hapo ni milioni 100. Watu wakakunja milioni 500. Yaani kwa maana elezea ili mtu ambaye ni mgeni ajue 500 walipata vipi. Yaani kwamba ingekuwa 2-1 bonus ilikuwa 200. Lakini baada ya goli la 3, la 4 na la 5 zile kila goli ilikuwa 100 imeweka. Sasa ndo uelezea, yani msikilizaji mgeni wa Sports Arena hiyo mechi gani? Goli ishaje? Hapa tunaongelea dabi. Mbona nilisema hapa dabi ya 5-1? Yaani dabi ya wapi? Dabi ya Mzizi, dabi ya Mwanza, dabi ya Ko dabi. Sawa. Na hii mpangilio wa bonus ukoje? Kwa sababu zikitolewa bonus kwenye timu nyingine huko kelele zinakuwa nyingi. Lakini sasa hapa mpira umemkuta mkunaji. Yes. Mimi sijui Ghalib Said anamiliki kiasi gani kwenye utajiri wake. Lakini bonus aliyoiweka kwenye mechi hii ni hela ya ndoto zetu wote hapa. Yaani tukizichanganya, yani tuchange ndoto zetu wote. Yani wewe unataka kumiliki boti, unataka kumiliki ndege, mchange mawazo yenu wote. Ndio kiwango cha bonus hiyo ambayo watapata wachezaji. Na hii katika mechi hii tu peke yake ya dabi, ama endapo ikichukua ubingwa nzima dakika 90 kaka. Kwa kama nataka kupata hesabu, lete pen na karatasi, kila mtu aandike ndoto yake. Nataka kujenga gorofa, nataka kumiliki boti, yote afu mpige mahesabu. Nataka kumiliki Wasafi. Ndio kiwango ambacho wachezaji dakika 90 tu mkitupa furaha basi. Hivyo. Mbona kama mmeogopa hivi? Na nyinyi mcheze na nyinyi lakini mmeingia baridi hivi. Mpira sasa hivi ni pesa. Sahihi. Na watu wanaweka pesa nyingi kupata hiyo furaha ambayo unaitaka. Lakini tunavyoongea hivi tunaongea upande mmoja kwa sababu Alikamwe na wote tunaoona hapa focus yao ni moja, wanataka ushindi. Sahihi kabisa. Lakini matokeo mpira tunayajua. Na moja ya sehemu ambayo nimeanza kuwaheshimu mashabiki wa Yanga ni pale ambapo zamani ilikuwa timu ikipoteza walikuwa wanavurugu kweli. Sasa hivi unaona timu inaweza kupoteza, mashabiki wa Yanga wakasimama wakapiga makofi, wakapiga makofi wachezaji, na hata ukienda kwenye vikao vya nje ni wachache ambao bado wana akili za kizamani za kuanza kupiga watu na nini. Lakini tunaelewa kwenye dabi, na dabi imebeba hisia nyingi. Naomba utoe rai hasa kwa wale ambao wanajionaga kwamba wao wana haki kuliko watu wengine, wale wanajitaga makomanda, sababu hao pia wamekuwa ni sehemu ya kuharibu mpira wetu.
wanafanyia au anajua anachokiongea sahihi. Yeke sawa, yeke sahihi ni kijibu. Ni watu ambao kama matokeo yameenda ndivyo sivyo, wamekuwa wanahisia kuliko uhalisia. Anaweza akawa na hasa ili kwa waandishi wa habari. Mtu anaweza akawa anafanywa interview na toa maoni yake akamchapa kibao mbele ya kamera na nini, vitu kama hivi vya kihuni ambavyo vinaharibu taswira nzima. Kupitwa na wakati. Kwanza sisi kama club, uongozi wa Young African Sports Club hatuungi mkono vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi hata kwa bahati mbaya kutokea kwenye maeneo ya viwanja. Sawa. Mtu anakwenda uwanjani kupata burudani, akipoteza mechi anarudi nyumbani kufanya tathmini ya timu yake, nini kifuate. Hakuna nafasi hata bahati mbaya watu kupigana, matokeo yakiwa hayako sawa. Kwa hiyo nitumie pia nafasi hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yangu na Watanzania wanaokwenda viwanjani, hii ni tabia ya kishamba, ni tabia ya kizamani, kupigana kwa ajili ya mpira. Lakini pia linapokuja swala la Kariakoo Derby, pale kuna asili ya utani wa jadi. Sikia juzi kaka yangu Maulid hapa akitukumbusha baadhi ya matukio ya utani wa jadi wa Simba na Yanga. Hizi timu zimeunganisha familia zetu, zimeunganisha koo zetu. Unapompiga shabiki kwa sababu ya matokeo ambaye ni mtani wako, athari yake haishii pale na upigana. Athari yake na chuki yake inakwenda mbali kwenye level kubwa mpaka kwenye familia. Kwa hiyo sisi kama club Young Africans tunapinga vikali hilo jambo. Lakini jambo la pili, na hii nafasi sasa ya waandishi wa habari pia kuplay part yenu. Haya mahojiano ambayo yanafanyika baada ya mechi kwenye maeneo ambayo sio rasmi, kwa sababu kimsingi mwandishi wa habari mechi anapokwenda kiwanjani, kwa mujibu wa kitambulisho chake, yako maeneo rasmi ya kufanyia kazi ambayo unatakiwa ufike ufanyie kazi. Sasa rudi hapa kuja kumalizia hiyo. Kila tunapoungana tunapeana Kiza studio za Wasafi kufanya mahojiano, press conference ya makocha, lakini pia kuna mixed zone ambayo kama wataka interview za wachezaji. Na ukifanya hivyo maana yake umeshiriki kwenye kutangaza mpira wetu kwenye njia sahihi. Lakini sasa kwa sababu ya uhitaji labda niseme wa content na kila kitu, unakuta mwandishi wa habari mechi inaisha tu haendi kwenye chumba cha mikutano ambacho makocha wanazungumza, anakuja kwenye njia ambayo mashabiki wanatoka uwanjani. Akimfikia shabiki hana salamu, hana lolote, anatupa swali ambalo kwa mtu ambaye katoa kupoteza mchezo tunasema ni swali chokozi, swali ambalo linaweza kumkwaza mtu, labda akazungumza vibaya, akafanya kitu ambacho sio rasmi. Ndio maana watu wanaozungumza baada ya mechi ni watu ambao wamekuwa trend jamani. Ukimwona kocha amekuwa trend darasani jinsi ya kuzungumza na waandishi wa habari ukishinda na ukipoteza. Wachezaji wanakuwa wako trend. Mashabiki hawana hiyo elimu, hawana hiyo capacity ya kujua kwamba nikishinda niongee hivi, nikifungwa niongee hivi. Kwa hiyo unapompelekea mic kwenye eneo sio sahihi, na wewe pia mwandishi ujue, huenda ukafikiri unashiriki kwenye kuutangaza mpira wetu, lakini ukweli ni kwamba unashiriki kuutangaza mpira wetu kwenye njia ambayo sio sahihi. Sababu clip yako moja ya vurugu inaweza kusambaa maeneo mengi duniani, ikachafua brand ya Kariakoo Derby, ikachafua brand ya ligi ambayo tuko nayo. Kwa hiyo hii jukumu ambalo liko pande zote, na mashabiki pia ambao tuko nao hapa. Sababu mashabiki hawa nao wana pati yao ya kuplay. Kuna siku moja nilikuwa nazungumza na ndugu yangu Godi Yanga hapa. Godi Yanga yeye ni mwenyekiti wa kikundi kinaitwa Yanga Influence. Tunacheza mechi na Tabora Azam Complex. Baada ya mechi kuisha, Godi Yanga alianguka chini. Mimi nikajua kapata shida. Lakini nikamwona anagaragara kama samaki. Anarudi Nikafuatilia kwa mitandao, lakini baadaye nilimuita. Nikamwambia, wewe kama mwenyekiti, kiongozi wa mfano wa kikundi hiki, hutakiwi kufanya hivi. Tutegemea wewe ndio uwe mstari wa kwanza kuzungumza, mechi imekwisha, direction ni hii. Lakini nashukuru Mungu, mimi kwa nafasi yangu, yapo si mara nyingi, mara chache za kutana na ndugu zangu hawa, huwa tunaambizana, bwana twende hivi, tufanye hiki, tufanye hiki. Na haya unasema kwamba kuna nafasi ya Yanga kuonekana sasa badilika,
ni jitihada za mashabiki wetu kuwa wasikivu, kuzungumza nao na kuwaelezea na kuona kwamba direction ya klabu. Mechi ligi ina mechi 30. Unafungwa mchezo mmoja unaanza kutukana wachezaji. Ukifungwa mchezo mmoja ukiwa motivate, mechi na Tabora tumefungwa, tumepiga makofi wachezaji, tuliwapa deni kwamba utaki timu tuone ikipoteza tena. Tunaumia lakini tuko nyuma yenu kwa sababu nyie miaka 3 mmetupa ubingwa. Hii moja hii situgombanishe sisi na nyie. Kwa ile ni elimu ambayo tunapeana na mashabiki wameanza kuelewa, na naamini Yanga imetolewa hapa na MC Aje. Ili tuuma, sio kama hatujasema, ili tuuma. Jana nakumbuka kwenye speech ya president kwa mara ya kwanza kawaambia wachezaji, japo hatukuzungumza lakini tuliumia. Sisi kushindwa kufuzu robo finali ya Champions League, tunaamini mna quality. Lakini sasa nyie ndio mbeba furaha yetu. Tunaangalia wakati sahihi wa kuzungumza na nyie. Hata ile siku tuliumia wana Yanga, ungesikia pale vurugu ni kubwa. Lakini tulijua kwamba okay, tumecheza quarter final la season. Tumecheza finali Confederation msimu uliopita nyuma. Katika kipindi cha miaka 3, klabu hii ambayo haikuwahi kucheza hatua ya makundi ya kombe la Champions kwa miaka 25. Kipindi cha miaka 3 ina finali, ina robo finali, inaingia makundi mara 3 mfululizo kwenye michuano ya CAF. Hii riziki ndogo tuliyokosa hii isitusahaulishe riziki kubwa Mungu atujalia kwenye kipindi cha miaka 3. Tukanyamaza. Lakini wachezaji walijua hata wameumia, lakini wamenyamaza. Lengo letu ni kwamba na wao wajifeel tunavyojifeel sisi kwamba tunawasupport. Lakini kama mzazi unavolea mtoto wako nyumbani, yani anapofeli darasani, yeye mwenyewe anatakiwa wa kwanza kujisikitikia, yani kusikitikia tu juhudi zako, ada, si una mafagio unamnunulia, tuition unaolipa, aanze kukusikitikia mzazi kabla hajaona bakora yako. Yani akitu matokeo umetoka amefeli, ianze kumuumiza yeye kabla hajaona nyumbani umeshika bakora unataka kumchapa. Ndio kitu tunachotengeneza Yanga Afrika. Kwamba sasa wachezaji wetu mechi ikiisha, before tujazungumza wanajua hawa watu leo wameumia. Lakini mbona reaction yao wametupongeza, wameenda wajumbani. Tukirudi kesho moto uje wake. Naam, labda tuende katika maandalizi. Serious naye muda mrefu anataka kuuliza swali. Ukimaliza naye umpasi. Yes, tuende katika maandalizi. Najua Young Africans ndio wenyeji wa mchezo huu. Maandalizi yamekamilika kwa kiasi gani na hali za wachezaji zikoje? Yanga inamkosa nani na nani katika mchezo wa kesho? Sambamba na hilo, pengine milango tutarajie kuwa wazi kuanzia muda gani? Sahihi kabisa. Kujibu swali lako la kwanza la Yanga inamkosa nani kwenye mchezo huu. Saa 4:30 head coach wetu atakwenda kuzungumza na waandishi wa habari kwenye official press conference, na yeye kocha ndio ana taarifa rasmi ya nani anamkosa kwenye timu yake. Kwa ripoti ya madaktari ambayo hiyo huwa inaletwa kwenye idara yangu kwa ajili ya kuwajuza wanachama wetu, mchezaji ambaye alikuwa na injury ni Kwasi Atola Yao, na jana wote ni mashuhuda, mmeona picha zake, ameanza kurejea kwenye uwanja wa mazoezi na anafanya mazoezi binafsi. Kuiweka sawa hii, hakuna taarifa rasmi kwamba Kwasi Atola Yao, kwa sababu kama unapata taarifa na daktari ni mgonjwa, taarifa iliyofuatia ni kuambiwa ameshapona. Hakuna taarifa rasmi iliyopewa kwamba Kwasi Atola Yao sasa yuko fit, anaweza akarudi. Amerudi kuanza mazoezi binafsi alafu aje ajoin na timu. Kwa hiyo sitokee mwana Yanga hapa akaondoa akasema nimeona picha ya jeshi Yao Kwasi kesho atazima. Hapana, hiyo taarifa bado haijatoka, na ndio tukasema tumwachie head coach leo aende akazungumze kuhusu kikosi chake. Taarifa ya maandalizi nimezungumza mwanzoni, upande wa viongozi, upande wa players, sisi tunaona kila kitu kipo tayari. Tunao siku moja leo na ni siku muhimu sana kwa watu wanaojua mpira, kuomba sana uwanja mazoezi usizalishe majeraha. Yani hakuna siku panakuwa na intensity ya ajabu kwenye uwanja mazoezi kama a day before game, kwa sababu ndio siku ambayo players wanaamini kama mwalimu siku mshawishi wiki nzima, leo nikijituma anaweza kubadilisha mawazo. Kwa hiyo kujituma kwake ndio mara bahati mbaya kamvaa pakopi ili jina kwani nijirudia hili sijui kwa nini nijirudia sana. Mara bahati mbaya kamvaa Mzize, unamkosa kwenye mechi. Kwa hiyo tunaomba sana dua, mazoezi ya leo yawe vizuri, yamalizike kwa amani, kesho watu waamke waende uwanjani na Yanga iwe full
mwalimu awe na option nyingi za kuchagua. Bana Paul Eusebius muulize Ali Kamwe swali la mwisho. Maana natakiwa kwenda kwa Kigoma kinatakiwa kikatembea mtaani press conference, lakini Maulid kwa ruksa yako hata mashabiki wangu kadhaa wazungumze kidogo. Maliza basi wewe. Sawa.